Katikati ya mashamba ya magharibi mwa Kenya, mchango wa mchwa katika uzalishaji wa mazao na afya ya udongo ni mkubwa sana. Katika kaunti za Siaya, Vihiga, Kakamega na Migori, wakulima hutambua aina tatu za mchwa kama waharibifu wakubwa wa mazao. Hawa ni Agoro, Riwo na Tsisisi. Agoro ni jina la Kijaluo kwa mchwa anayeitwa kisayansi Macrotermes michaelseni, wakati Waluhya wanamuita Amafwetere. Riwo ni jina la Kijaluo la mchwa Macrotermes subhailinus, ambao kwa Waluhya wanajulikana kama Amakushe. Mchwa wa tatu, Tsisisi, ni jina la Kiluhya na kwa Waluo anaitwa Orudho. Aina hii ipo katika jenasi Pseudocanthotermes. Majina haya ya kisayansi yametambuliwa na makumbusho ya kitaifa ya Kenya baada ya sampuli za mchwa kukusanywa kutoka mashambani katika maeneo hayo. Kati ya hawa watatu, Agoro Amafwetere ndiye anayetambulika kuwa mharibifu zaidi, akifuatiwa kwa karibu na Riwo Amakushe. Wote wawili ni mchwa wakubwa wenye vichwa vya hudhurungi na hujenga vilima virefu vinavyozama ndani ya udongo. Vilima vya Agoro huwa vimefungwa kabisa bila mashimo ya nje. Wakulima mara nyingi huona uyoga mweupe mdogo unaoota karibu na vilima hivi. Mchwa hawa hujipenyeza ardhini kupitia handaki zao za siri, wakikata mizizi na mashina ya mimea na kufanya mimea kuwa dhaifu na tupu ndani. Riwo Amakushe wanafanana kwa muonekano na Agoro, lakini wana tabia tofauti kidogo. Vilima vyao vina mashimo makubwa ya nje kwa ajili ya uingizaji hewa. Wakulima huripoti kuona uyoga mweupe wa wastani unaoota karibu na vilima vya Riwo. Askari wa Riwo wanajulikana kwa ukali wao wanapochokozwa, na wao pia huharibu mazao kwa kukata mizizi na mashina ya mimea chini ya udongo. Tsisisi, Orudho, ni wadogo zaidi na weusi kwa rangi. Tofauti na Agoro na Riwo, Tsisisi hawajengi vilima vinavyoonekana juu ya ardhi. Wao hukaa kwenye viota vya chini ya ardhi. Wakulima hutambua viota vyao kwa kuona uyoga wa kahawia unaoota juu ya udongo, kisha huchimba hadi chini. Aina hii ni hatari zaidi katika hatua za mapema za ukuaji wa mimea, kwani hukata miche michanga kabla haijakomaa. Tsisisi pia hujenga mifereji midogo ya matope juu ya vitu kama njia salama ya kusafiri na kutafuta chakula. Pamoja na tofauti zao, mchwa hawa watatu wanafanana kwa mambo kadhaa muhimu. Wote huishi katika makundi yaliyo na utaratibu maalumu. Askari wana vichwa vikubwa na taya zenye nguvu kwa ajili ya kulinda koloni. Wafanyakazi hujenga na kutengeneza kiota, kutunza malkia na mayai na kutafuta chakula. Malkia ndiye mkubwa kuliko wote, na jukumu lake kuu ni kutaga mayai mengi huku akitoa harufu maalum inayosaidia kudumisha umoja wa koloni. Lakini kuna sifa nyingine ya kipekee inayowaunganisha wote. Wote ni wakulima. Mchwa hawa hukusanya mabaki ya mimea na vipande vya mazao wakati wa kutafuta chakula na kuvipeleka ndani ya vilima vyao. Ndani ya makazi haya, wanapanda bustani zao za fangasi zinazoitwa fungus combs. Mchwa hawana vimeng'enya vinavyoweza kuvunja nyuzi ngumu za mimea kama selulosi, hivyo wanategemea uhusiano wa pamoja na fangasi. Fangasi hawa huvunja mabaki ya mimea na kuyabadilisha kuwa chakula kinachoweza kuliwa na mchwa. Ndani ya bustani hizi, mashina madogo ya fangasi huchipua, ndiyo chakula kikuu cha mchwa. Bustani hizi za ndani hutumika kama ghala la chakula, zinazowasaidia mchwa kuishi katika miezi ya ukame ambapo chakula kinakuwa kidogo. Licha ya mchwa hawa kusababisha uharibifu wa mazao, mchango wao katika mazingira ya kilimo ni muhimu sana. Mitungo yao chini ya ardhi huongeza hewa kwenye udongo. Kwa kuvunja mabaki ya mimea, wanasaidia mzunguko wa virutubisho na kuimarisha rutuba ya udongo. Kwa hivyo,
Lengo la mkulima si kuwaangamiza kabisa, bali kujifunza kuishi nao kwa usawa, kupunguza uharibifu wa mazao, huku wakidumisha faida wanazoleta kwenye udongo. Katika mashamba ya magharibi mwa Kenya, kuelewa mchwa, aina zao, tabia zao na nafasi yao kama wakulima wadogo wa chini ya ardhi ni ufunguo wa mavuno bora na udongo wenye afya unaojengwa juu ya maarifa, usawa na ushirikiano wa asili.